الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, hakuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuwezesha kuwa ni wazima wa afya na kuweza kudiriki kwa mara nyingine mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia tutakuwa ni wachoyo wa fadhila kama hatujamtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ama ndugu zangu katika imani, leo insha Allah tutachukua katika kipengele cha mambo ambayo yanayopelekea kufuturisha, na mambo ambayo ni kufuturisha ni mambo 10. Jambo la kwanza ambalo linapelekea kufungua kwa mfungaji, ma wasala amida ila jawfi warasi walhuqnati fi ahadi sablaini. Kwanza jambo la mwanzo ambalo linapelekea kufungua saumu ya mtu ni kuingiza kitu kwa makusudi mpaka kikafika ndani ya koo au kikaa kimepitia kwa njia nyingine yote ambayo inapitana kwa njia ya kichwa katika manafidhi raasi, katika zile tundu za kichwa. Sasa kutakuta katika miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea sasa kufikisha kitu kwa kupitia manafidhi raasi kwenye tundu za kichwa ni swala zima la kuzamia. Hii swala la kuzamia watu wengi wanakuwa wanalichukulia kama ni swala la mzaha, na watu ambao hawajui maana ya kuzamia wanakuwa wanasema moja kwa moja inakuwa funga yake imebakia. Lakini haiwezekani mtu akazamia na baadaye funga yake ikaendelea kubaki, kwa sababu unakwenda katika sehemu ambayo huishi wewe, kwenye tumbo la bahari. Unaenda pengine pima 8 pima 9 huko chini, na unakaa kama dakika 5 kule chini. Lakini vile vile sasa chumvi au maji yale yanapita katika sehemu za manafidhi kwa kupitia pua, kwa kupitia mdomo, yanaingia mpaka ndani ya tumbo. Basi somo yako vile vile inakuwa haipo kwa sababu ya kuwa umefanya hilo. Na vile vile mbali ya hivi, kwa kupitia kitu chenye kupita mpaka tumboni, hata kutumia sigara hakiwezi kupita mpaka tumboni, lakini sigara pia nayo inafunguza kwa mwenye kufunga. Kwa hiyo itakuwa sio vizuri kuweza kutumia mambo haya katika mchana wa Ramadhani. Wal huknati fi ahadi sablaini, pia jambo jingine ambalo linapelekea kufunguza ni kuweza kupiga chuku katika moja ya njia mbili. Kusema kupiga chuku, kuweza kuumika, kutoa damu katika moja ya njia mbili, aidha njia ya mbele au njia ya nyuma. Watu sana wanakuwa wanatumia mapembe yale wakati wa kuumika au wakati wa kupiga chuku. Basi kufanya kitendo hicho kwa kupitia njia ya siri, basi inakatazwa, na ni kitendo ambacho kinapelekea somo yako kuweza kuondoka. Na hili pana katazo la Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema kwamba mwenye kupiga chuku na mwenye kupigwa chuku wote hawa watakuwa wameshafungua, hawana saumu. Kwa hiyo tusiweze kulitumia tamko hili au tusiweze kutumia jambo hili la kuweza kupiga chuku hali ya kuwa tumefunga katika mchana wa Ramadhani. Vile jambo jingine ambalo linapelekea kufunguza waliqaa amida, kuweza kujitapisha kwa makusudi, kama tulivyosema nyuma katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wa mandhara akai'u amida fala siyama lahu, mwenye kujitapisha kwa makusudi katika ule mchana wa Ramadhani atakuwa moja kwa moja mtu huyo hana funga. Kwa hiyo tusiwezi kulitumia jambo hili la kujitapisha kwa makusudi kwa sababu kufanya ujanja. Vile vile walwata wa amida fil farj,
na kuweza kuingilia kwa makusudi katika sehemu za farji, yani kumuingilia mwanamke au kuingilia mnyama au kuingilia hata mwanaume, kama mazingira sasa mavyokuwa watu wanafanya liwatu. Kwa hiyo ukifanya tendo hili katika mchana wa Ramadhani, kwanza somo yako haipo, lakini la pili utakuwa una dhambi kubwa sana kuliko mtu ambaye amefanya madhambi katika siku nyingine sio kwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ni katazo ambalo linakatazwa. Vile vile wal inzalu anil mubasharati, mtu kushusha manii kwa sababu tu ya kukaa pengine na mwanamke wakawa wamekaa pamoja, aidha mubashara hii wakawa wao ni wenye kupelekeana mikono au wenye kuelekeana, basi somo yake mtu kwa sababu akishusha tu itakuwa imesha tenguka. Na hapa tu tupazingatie zaidi, kushusha manii inaweza ikawa kwamba huku angalia mwanamke, umeleta tu fikra za makusudi, basi somo yako itakuwa imeondoka. Lakini mfano umelala, ulipolala ukaota usingizini unafanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani na ukashusha manii, basi somo yako itaendelea kubaki, kwa sababu pale akili yako inakuwa haikufanya jambo lile, ni katika jambo la majhul lililofanyika pale. Kwa hiyo somo yako itabakia. Lakini kwa sababu tu ya pengine umekwenda nyumbani umembusu mke wako, hisia zikakushinda, ikafika hatua sasa ukafanya mambo mengine bila kufanya tendo la ndoa, ukashusha manii, kwamba somo yako itakuwa imeshabatilika kwa muda huo na itakuwa haipo. Na kwa kupitia kauli hii, kwa maana kwamba ay inzalul mani bisabab masu au taqbil wa nahwu dhalika, aidha inawezekana ikawa kwa sababu tu ya kumuelekea mwanamke au kwa sababu tu ya kumgusa mwanamke, basi itakuwa somo yako moja kwa moja itakuwa haipo. Vile vile katika mambo ambayo yanapelekea kutokusihi kwa somo au yenye kupelekea kufunguza somo au mwenye kufunga, wal haidh wan nifas, na mwanamke ambaye atapatwa na haidhi na nifas, kwake yeye itakuwa somo yake itabatilika. Na hili kupatwa haidhi na nifasi, hata kama mwanamke amekaa imebakia dakika moja tu kuanza kufika muda wa iftari, basi somo yake itabatilika hapo hapo. Na kama itakuwa kwamba mwanamke kakaa anachunga siku zake na anajua kwamba siku fulani mimi kesho nitaingia katika utaratibu wa siku zangu, akajizuilia yeye kufunga kwa sababu tu ya kuwa anaisubiri siku ambayo kwake yeye inatarajiwa kuingia katika mshahara wake, basi siku hii kimpitikia hakikishe kwamba atakuja kuilipa na itakuwa iko juu ya mgongo wake. Kwa hiyo takikana pale ambapo imekuja haidhi au imekuja nifasi, pale ndo ajizuilie jambo zima la kufunga. Kama bado haijaja, hata kama ni siku ambayo anatarajia kuingia, haitatakikana kwake yeye kuweza kufungua kwa siku ile mpaka kile kinachopelekea kufungua, yani ule mshahara wake, ndio utapasa kwake yeye kutokufunga. Kwa hiyo haidhi na nifasi ni jambo ambalo linapelekea kutokusihi kwa saumu ya mtu. Vile vile wal junun na wenda wazimu, mtu kapata wenda wazimu, alipopata wenda wazimu wa ghafla, baada ya kupata tu ule wenda wazimu wake wa ghafla, ikawa hawezi kujielewa kama yuko duniani au uko wapi, ameshachanganyikiwa naye amefunga, basi ule wenda wazimu wake ukadumu mpaka muda wa jioni, basi somo yake itakuwa imebatilika. Lakini kama ule wenda wazimu utachukua kiasi dakika 2 mpaka dakika 5 kwamba ukaondoka wenda wazimu wake, basi somo yake itaendelea kubakia pale pale. Lakini kama itakuwa utaendelea kwa muda wa mchana wote, basi somo yake itakuwa imebatilika siku ile, na itatakikana kwake kuja kufunga pasina kuweza kutoa fidia. Vile vile waridat, na mtu atakaporitadi, basi yatakikana yeye aje
akija akisilimu kwamba ameritadi, ametoka katika Uislamu. Sasa katika kurtadi kwake akaenda akapata watu sasa wamemnasihi, akaona bora arejee kuna kwa Uislamu, basi funga hii itakuwa inabaki kwake yeye kuja kuweza kuilipa. Na kwamba mtu akirtadi tu akisema mfano mimi bwana niishi na njaa, hasa ya mambo haya dini hii ina shida kweli, leo mtu anaachishwa ishi na njaa hivi, haya ni maneno yanayopelekea kurtadi. Kwa hiyo mtu akisema maneno hayo, basi huwa hakikisha kwamba somo yake itakuwa imeshabatulika na itampasa kwake kuja kuilipa, lakini yeye kwa sababu tu ya kutoka katika Uislamu atakuja kuilipa pamoja na kafara yake, kwa sababu ya kufanya kitendo ambacho kisichotakikana. Na vile vile tumezungumzia kuhusu swala zima la nguzo za somo. Tumesema pale mwanzo kwamba zipo sharti zinazopelekea kusuhi kwa somo. Kuna nguzo za somo, lakini pia kuna mambo ya sunna za somo. Hayo mambo ya sunna za somo inshallah tutakuja kuyazungumzia katika vipindi vijavyo inshallah taala. Nasaha zangu fupi kwamba tuendelee kufanya ibada katika kipindi hiki ambacho tulichukua nacho, na tuhakikishe kwamba na tujue kwamba ndani ya mwaka mzima fursa hii inakuja kwa mara moja. Mimi na wewe hatujui kwamba mwakani tunaweza kwamba tukaja tukawahi mwezi kama huu. Kwa hiyo fursa tuliyokuwa nayo tuweze kuitumilia na kuifanyia kazi na kuhakikisha kwamba hatupiti na jambo la sunna, hatupiti ni jambo la wajibu, isipokuwa tunalitekeleza kwa wakati. Hiki ni kipindi cha mavuno. Tukikosa kufanya hivyo tutakuja kuingia katika hasara kubwa. Niseme wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, unaweza kulike, kucomment, kushare na usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata burudani, vipaji na habari mbalimbali kutoka kwetu.